Haleluya, wapendwa wasikilizaji wa kipindi chetu kizuri cha unabii wa mwisho wa dunia na mjumbe wa agano hapa duniani. Na bado tunaendelea na somo letu la ujenzi wa kanisa halisi. Kanisa halisi, kanisa la tatu sasa ndo linajengwa na mjumbe wa agano. Hayo makanisa mengine yaliyokuwa yamejengwa na Suleimani, yalikuwa yamejengwa na hao wengine waliokuwa wametoka utumwani. Kanisa la pili, hekalu lile lililokuwa Yerusalemu, yale yalikuwa ni mifano tu ya kanisa halisi. Nilikuwa natafuta kanisa halisi kama hivi leo tunavyoenda kulijenga kupitia neno lake, kama jinsi anavyosema kwamba itakuwa kama kipindi kile cha Nuhu. Itakuwa kama kipindi kile cha Nuhu. Nuhu alivyoambiwa kujenga safina, alafu watu walikuwa wanapuuza namna hii, walikuwa wanadharau, lakini siku ilipofika, basi walikuja kujuta na kuweza kusaga meno pale gharika lilipokuwa limeachiliwa. Na wakati huu ni wakati wa mjumbe wa agano kujenga kanisa halisi ambalo Mungu alilikusudia. Ndio maana Yesu Kristo alivyokuja alisema hamtayaona haya, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na kipindi kile yamekutana na yule mwanamke, tuliona jinsi ambavyo Yesu Kristo anamwambia si katika milima wala si katika nyumba ambazo mnaweza mkamwabudu Baba, lakini mtamwabudu Baba katika roho na kweli. Na Mungu anatafuta watu wa jinsi hiyo wa kumwabudu, kwa sababu Mungu ni roho, naye anakaa katika hekalu lake, kama jinsi Yesu Kristo alivyoshinda akaenda kaketi katika kiti chake cha enzi mbinguni. Na hata sasa ameandaa sasa hekalu lake hapa katika huu mji katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu ameipa upendeleo mkubwa sana kulijenga hekalu la tatu mahali hapa, ili kila mahali mataifa yote waweze kuijia nuru ya utukufu wa Mungu katika hiyo nyumba ya Mungu, kama jinsi alivyosema nyumba ya Mungu ya siku za mwisho itakuwa ni utukufu wa Mungu wa nyumba yake siku za mwisho utakuwa ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Hivi sasa tunaangalia sasa kutwaliwa kwa kanisa. Kutwaliwa kwa kanisa, kuna mahubiri mengi ambayo yamekwisha kupita kwamba kanisa linaweza likachukuliwa, watu wakaning'inizwa namna hii, wale ambao wamejazwa Roho Mtakatifu. Wengine wanasema wale wanaonena lugha haya ya ajabu wanaweza wakanyakuliwa wakapelekwa huko angani. Mungu hajawahi kutengeneza sehemu nyingine ya kumweka mwanadamu, lakini ametengeneza mahali hapa. Ndio maana leo tunatakiwa tuangalie kutwaliwa kwa kanisa. Kutwaliwa kwa kanisa, kama jinsi alivyosema katika kitabu cha Mathayo pale, Mathayo mlango wa 24 pale kwenye huo mstari wa 38 mpaka na kuendelea. Mathayo 24 mstari wa 38 mpaka 41, Roho Mungu anasema hivi: kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Maneno haya yamekuwa na tafsiri nyingi za uongo, na manabii wengi wa uongo wamekwisha kutafsiri namna hii tafsiri zao. Lakini leo tunaangalia ukweli juu ya jambo hili, ya kwamba mmoja atwaliwa na mwingine aachwa alikuwa na maana ipi. Yesu Kristo wakati anakuja hapa duniani, yeye alikuja
kuwafundisha watu waweze kuingia katika raha ya milele, katika ufalme wake. Akasema mimi siombi kwamba watoe katika dunia, katika ulimwengu huu, bali naomba walinde na huyo mwovu Ibilisi. Kwa hiyo kutwaliwa kwa kanisa, mmoja atwaliwa mmoja achwa, alikuwa na maana ya kwamba yeye amekuja kutupa moto hapa duniani, lakini ukiwa umekwisha kuwepo katika familia moja watakuwepo watu 5, moja katika wawili wanaweza wakawa wametwaliwa, lakini wengine wameachwa. Hawa wawili watakuwa na vurugu, hawatakuwa na amani na yule mtu ambaye ametwaliwa, lakini wako pamoja 5 wote. Wanawake watakuwa kondeni 2, moja atwaliwa. Ina maana moja atakuwa ameokolewa na mwingine atakuwa ameachwa. Moja ametwaliwa katika maongozi ya shetani, amehamishwa katika maongozi ya shetani, ameingizwa katika maongozi ya Mungu, lakini mwingine yuko naye hapo hapo ameachwa. Watakuwa wamelala pamoja, moja atwaliwa, moja aachwa. Manake nini? Moja atakuwa ameokolewa, moja atakuwa amehamishwa, lakini mwingine atakuwa ameachwa. Kwa hiyo kama jinsi alivyosema katika kitabu cha Luka mlango wa 12. Kitabu cha Luka mlango wa 12, tunaangalia maneno hayo katika mstari wa 49 mpaka 53. Roho wa Mungu anasema hivi: nimekuja kutupa moto duniani, manake nimekuja kutupa neno duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, tulijifunza habari ya ubatizo huu? Ubatizo halisi tumejifunza. Ukiangalia masomo yetu ya kule nyuma, unaweza kukutana na ule ubatizo halisi wa moto. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la, sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa 2, 2 kwa 3. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babaye, mama na binti yake, na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwe mtu, na mkwe mtu. Unaweza kuona. Kwa hiyo hapa alikuwa anazungumzia ya kwamba shetani huwa hapendi watu waweze kutolewa katika maongozi yake, waingie katika maongozi ya Mungu. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wamebaki watakuwa wamekasirika, watakuwa hawana amani na wale watu ambao wametwaliwa, wameingizwa katika ufalme wa Mungu. Na kama jinsi tunavyoona familia nyingi leo, mmoja akiamini ujumbe huu, mwingine anakasirika kabisa na anaamua kufanya vita. Anaweza akafanya kitu kibaya kabisa, kwa sababu huyo ni mwana wa Ibilisi, ni uzao wa nyoka huyo ambaye amekasirika kwamba ameona mwenzake ametoka na anaingia sehemu yenye raha. Unaweza kuona. Kwa hiyo kutwaliwa kwa kanisa au kunyakuliwa kwa kanisa, tunanyakuliwa kwenye maongozi ya shetani, tunahamishwa na kuingizwa kwenye maongozi ya Mungu wa kweli. Unaweza kuona. Sio kuning'inizwa duniani na kutolewa katika dunia. Katika kitabu cha katika kitabu cha Yohana 17, Yohana 17 pale kwenye huo mstari wa Yohana 17 mstari wa 11, tutaangalia mpaka huo mstari wa 17. Roho wa Mungu anasema hivi: wala mimi simo tena ulimwenguni. Huyu ni Yesu anaongea na wanafunzi wake, anaomba kwa ajili ya wale wanafunzi ambao alikuwa amewafundisha na kanisa lile la kwanza. Anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, kwa jina lako. Angalia maneno hayo, kwa jina lako ulilonipa. Kumbe lile jina lilikuwa ni jina la Baba mwenyewe, ndio maana akaja akafanyika kama mwili, akapewa jina hilo tena. Anasema, kwa jina lako ulilonipa walinde hawa, ili wawe na umoja. Angalia maneno hayo, wawe na umoja, sio makundi, sio madhehebu, sio dini. Wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa.
nikawatunza, wala hapana mojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia. Angalia maneno hayo. Ulimwengu unachukia, ulimwengu unaleta vita, ulimwengu unaleta mafarakano, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Angalia maneno hayo. Wao sio wa ulimwengu, hawajaondolewa katika ulimwengu, lakini wamehamishwa fikra zao, wamehamishwa akili zao, wamehamishwa mawazo yao, wameingizwa katika ufalme wa Mungu, wameingizwa katika maongozi ya Mungu. Hapa anazungumza, anasema mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Wako humu katika huu ulimwengu, lakini anazungumza wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba, angalia maneno hayo, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Utawapeleka wapi? Kwa sababu hakujawahi kuumbwa sehemu ya kuishi mwanadamu nyingine, wala sayari yoyote kama hawa wapotoshaji wanavyosema, lakini uwalinde na huyu mwovu Ibilisi, kama jinsi anavyosema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 10, anasema anawatoa na kuwalinda katika saa hiyo ya kujaribiwa, ambaye inakuja kujaribu ulimwengu wote. Dhiki ile kubwa, watu watatolewa, watahamishwa na kuingizwa katika raha ya milele. Wengine watakuwa wanapata shida, wengine wanapata raha, kama kipindi cha wana wa Israeli huko Misri. Huko Misri watu walikuwa wanapata shida, wa Misri wanapata shida, lakini wana wa Israeli wanapata raha. Wa Misri wanapata taabu, wana wa Israeli wanapata raha. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa katika ulimwengu huu. Tunahamishwa katika ulimwengu wa roho kuingizwa kwenye ulimwengu wa kama jinsi anavyosema katika Wakolosai 1 mstari wa 13. Anasema nasi tukahamishwa katika nguvu za giza, tukaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tunahamishwa namna hiyo. Wakolosai 1 mstari wa 13 anasema hivi, tunapomalizia somo letu, anasema kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Unaweza kuona, alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo kuokolewa, kunyakuliwa kwa kanisa, tunahamishwa tu, fikra zetu na mawazo yetu na akili zetu zinapewa ufahamu wa kimungu, zinapewa maarifa ya kimungu, tunapewa uelewa wa kimungu, tunaishi sawasawa na agizo la Mungu, kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.